Mzee Sekei. Karibuni sana katika juma hili, na mbarikiwe kwa kila ambacho Mungu wetu amewajalia, na katika huduma hii ya kumsifu Mungu, tunapoendelea na mada hii kumfuata Mungu, ambao mtaala wake uko kwenye muziki. Kama nilivyosema, taanza leo maswali, halafu baadaye takuwa na jambo moja muhimu, maana sasa tunaingia kwenye kuona uhalisia wa kile tulichopitia, kusoma, kujifunza habari ya rhythm, habari ya melody, habari za harmony katika muziki. Na kama tulivyoona melody, na watu wengi wa muziki hata wa kidunia wanakiri kitu muhimu sana katika muziki ni melody. Nauliza watu wa muziki mbalimbali watakusaidia kuelewa. Viko vingi, nilizungumza vitatu pekee kwa sababu ndivyo vinazunguka sana kwenye muziki kufanya muziki ukamilike. Lakini kuna vingine wanaita dynamics, kuna vingine wanaita tempo, kuna vingine wanaita kwenye muziki na vitu kama karibu 7 hivi. Lakini karibu ukivifuatilia ama vinaenda kwenye rhythm ama vinaenda kwenye harmony, kidogo vinaingia kwenye melody. Ndio maana nilibaki na vitatu, na ni uelewa mpana kabisa wa muziki wengi kwamba hivyo vitatu ndio vinafanya muziki news. Na hivyo kabla sijaingia sehemu hii ya pili ya pambano katika muziki, baada ya kuona sehemu ya kwanza huko juu mbinguni, sasa ameshuka. Alitumia njia gani? Tashangaa ni muziki. Na matukio mengi ya Biblia yanaandika ambayo watu litokea muziki. Alifanya kitu gani hapo? Kwa hivyo karibuni, niruhusu kwanza kwenye maswali. Nyosha mkono wale ambao wana maswali kabla sijaingia kwa sehemu hii ya pili. Kuna kitu jana ulizungumza, kuna sentensi moja jana ulizungumza inaitwa na unity. Nadhani tutanikumbusha kwamba anapotunga wimbo lazima aone ile content ya wimbo mzima kubokoje, ama maudhui ya wimbo, maudhui labda ya kitabu fulani hivi, kwa mwisho wake inakuwa na nini afu kama ile unity. Ndio kutaweka sana. Sasa kuna kitabu cha Wafalme wa Pili 7 inaelezea habari ya Elisha, namna ambavyo alikuwa tabiri kuhusiana na habari ya vishindo, kuhusiana na habari ya vishindo vya koma. Sasa kuna kwaya ambayo imeimba wimbo unahusiana na habari ya kishindo cha koma, lakini nikisoma katika kitabu hiki cha Wafalme wa Pili inasema kwamba Bwana aliwasikizisha kishindo cha magari. Naomba nisome ili tupate. Bwana akawasikizisha kishindo, na wakadhani ni jeshi la Israeli linaajiri mataifa mengine kuja kuwapiga. Wafalme wa Pili 7, nitasoma ule mstari wa 6, mtaza wa 5. Basi wakaondoka kabla ya mapambazuko ili waende mpaka kituo cha Washami. Walipofika mwanzoni mwa kimo cha Washami, kumbe hapana mtu, kwa maana Bwana alikuwa amewasikizisha Washami kishindo cha miendo ya magari na kishindo cha farasi, kama kishindo cha jeshi kubwa. Wakaambiana, tazama, wafalme wa Israeli amewaajiri wafalme na Wahiti na wafalme na Wamisri waje wapigane nasi. Asante. Swali liko sasa. Swali liko kwamba muziki ambao huu tunaosikia sasa hivi, ambao kwaya fulani imeimba na hicho ambacho kimezungumzwa hapa, je, inaendana na thimu ambayo iko katika haya mafungu ambayo yanasomwa,
ama huu unabii ambao umetabiriwa, kwa sababu Elisha hapa anatabiri, anatoa unabii. Na sasa hapa hao watu wanatufunza kwamba Bwana kishindo cha wakoma kimewakimbiza Washami. Nikazungumzia kwamba wimbo katika ule ubeti unabeba udhui aina moja. Mabeti yote mpaka na itikio chorus nabeba sema maudhui siko moja wake lengo moja, tuseme maudhui inakuwa ni moja. Kila wimbo una udhui mmoja pekee. Kama tunaoimba 151 una huzuni, au kwa vile umepa kichwa uniongoza Mwokozi. Kristo wa neema yote bisha moyoni mwangu. Maudhui yake nini ule wimbo? Nadhani nilichokuwa naeleza, nafikiri kesho kama sio siku ya Sabato, kwa sababu nitakuja sasa hapa kwenye hii sehemu ya kwanza ilikuwa inahusu mbinguni, sehemu ya pili leo hapa duniani alichofanya kutumia muziki na alivyojeruhi mioyo. Alafu kesho ni mimi sasa na wewe. Kesho tunaenda kuona hapo kwa hivyo nilikuwa nazungumzia kwamba unity katika upande wa muziki ni kwamba ubeti wa kwanza kama na ubeti wa pili kama na ubeti wa tatu unazungumzia kitu kile kile, ila maelezo yanaongezea uelewa kwa kile ulichoanza nacho. Nadhani ni kwa sababu hiyo tutakapofikia hapo video kueleza vizuri, ndio maana tunashauriana na waimbaji wengi, kwa sababu unaimba theolojia, Biblia inavyoelezea kuhusu Mungu. Theology inatokea maneno mawili, theos na logos. Kujifunza ndio logos, theos Mungu. Anayehubiri anahubiri hicho, anayeimba anaimba, kwa sababu muziki unamhusu Mungu, ndio melody. Nitamwimbia Bwana ndiye wimbo wangu. Tuko tunasoma Zaburi zima katika Zaburi 15 mstari wa 2, neno la Kiebrania, the Lord is my song, is my melody, ndio wimbo. Sasa ukija kwenye unity ambayo tunazungumza structure unity, unaweza kuta unity ya wimbo, kwa maana ya kwamba upati wazo jipya linalo kama unahusu sifa kwa Mungu, yale mafungu yote yaliyoiweka kwenye ile wimbo yanalenga hapo, hayatalenga kitu kingine. Kama inahusu ubatizo, yote la kwanza, la pili, la tatu, kwa unakuta kila ubeti kuna kitu kinaongezewa kwenye wazo hilo moja kwenye wimbo. Kwa hiyo wimbo mmoja huwezi kuwa na mawazo tofauti. Ndivyo hivyo na kwenye mahubiri, na uweze ukahubiri mahubiri zaidi kwa wakati mmoja. Ni moja tu, kwa sababu kila ubiri lina kusudi lake. Udhui mmoja pekee atakuwa tayari ameshahamu, lazima itembee kwenye hiyo ndio moja. Hata hizo nyimbo za kitabuni wamejaribu kuzipanga kulingana na maudhui yanayohusu sifa, yanayohusu shukrani, inayohusu vita, inayohusu utume, wamejaribu kupanga, kwa maana kujua kwamba kila wimbo mmoja una udhui mmoja pekee, ila sasa kila ubeti unaongezea ule ufafanuzi wa kila anachozungumza pale. Mimi nimeusikiliza huo wimbo, na ubeti wa kwanza, baadaye ubeti wa pili, wa tatu, kuna aina moja fulani inayoongezewa hapo ambacho wangekuwepo wao ningeeleza vizuri wakiwepo, lakini niseme kwamba mtunzi amejitahidi kuelezea uhusiano kati ya hatua aliochukua wale wakoma na utendaji wa Mungu, kwa sababu jana yake Elisha alisema kesho vyakula vitauzwa kwa bei. Yule askari mkuu aliyeaminiwa akasema hakuna kitu hicho. Elisha akamwambia, na unajua anamwambia hivyo, huyu yuko nje, Elisha yuko ndani. Kumbuka mlango ulifungwa.
maana alikuwa na nia ya kumuua. Alitumwa aje amuue, kwambia inakuaje watu wanakufa kwa njaa, na nabii yupo. Mfalme aliagiza hivyo, na kabla hajafika Elisha akasema, unasikia hiyo miguu na miguu inakuja huko, fungeni mlango. Walipofika tu wanajibiwa, Elisha yuko ndani, na akamwambia sasa, kesho chakula kitauzwa, kitakuwa bei nafuu kabisa. Unajua kama hali ya njaa ni ngumu kiasi hicho, watu wanakufa, na alafu inazungumzia watu wanakula watoto waliowazaa, alafu unawazungumza eti kesho chakula kitakuwa ni kama ni bure, kama bure vile. Yule akasema usitudanganye, hata kama madirisha yangefanyaje, hakuna kitu hicho. Kwa hiyo analeta mashaka huko, anajua kabisa ni nabii, lakini anakataa. Kitendo hicho ilikuwa ni uasi mkubwa kabisa, na ikabidi apewe ujumbe, utaviona tu kwa macho, hautakula. Sasa ndipo hiyo ndio tukio linatokea hilo, kwamba wenye ukoma hawana mawasiliano na habari za Elisha jana, lakini wakawaza mjini hamna chakula, maana watu kwa waletea hawezi kula, wao wenyewe tunao wanakufa kwa chakula, hapa hakuna chakula. Sasa kufa namna hii bila kufurukuta napo sio akili. Walifanya mahesabu kweli, wanajua afadhali tufe tukitafuta uhai kuliko tunakufa tu tunaogopa, maana washauri wenyewe wana chakula. Afadhali tuende kwa maadui, wakituacha hai tutapata chakula, wakituua, mbona hata hapa kifo kipo mjini, tukiingia kuna kifo. Sasa si tufanye vizuri hii habari, tufe tukifuata uhai. Kwa hiyo wakati wanazungumza habari hizo, wakasema twende. Lugha ya Kiebrania imetumia neno moja pekee. Walipokuwa wanaanza kutembea, ilikuwa ni alfajiri na mapema, ndio lugha ambayo anahitaji pale. Walipoanza tu kuchukua hatua, hicho kitabu nasema usiku, yani alfajiri na mapema, twilight, ndio lugha inayozungumzwa kwa Kiingereza. Muda huo Bwana akasikizisha kishindo. Sasa kuna mawili. Watu wengi wanaeleza kwamba ama ilikuwa ni upepo tu vumi ambao Bwana alivumisha, yani mawimbi ya sauti kama vile jeshi linakuja, ama ilikuwa ni malaika waliamua kufanya hivyo, haifahamiki. Ila wakati wale wenye ukoma wanachukua hatua, muda huo twilight, alfajiri na mapema, ndio muda huo Mungu aliingilia kati. Hawajaji ni kama hapo sawa, hawajaji jamani, nitakuja kueleza kwa, kwa sababu wimbo una document, unaandika, na unapodocument katika kwa kuonekana na kutokuonekana, unarejewa. Na ndio maana, kwa sababu kweli umesoma ama umesikiliza mhubiri mwenzako akahubiri, kwa sababu unaweza kupata ufafanuzi, ama umesoma ukaelewa vizuri, ama umesikia mhubiri ikakusaidia kuelewa, ukapata wazo ambalo Mungu ameingiza katika kuangalia baadaye. Maana bahati mbaya siku hizi watu wanapata wazo kwa kuanza na kinanda ama gitaa, alafu ndipo wanapata wimbo. Makosa kabisa. Hawapaswi kuanza kule. Lakini unataka kuona kwamba yule anayetunga wimbo yule anapaswa ajue, kwa sababu anaenda kufundisha, ndio uelewa wa kanisa, ndio Biblia inachokisema, anapata maelezo ya watu wengi ndani ya kanisa watakaoona, kwa sababu wataangalia theolojia ya wimbo, wanaangalia Biblia inachosema juu ya jambo hilo. Kwa hivyo ili kusiwepo na kitu kama hivyo, na ninaendelea kusema hata kama huenda nikasahau, lakini sidhani kwamba nitasahau uko mbele. Takumbuka, Bwana atanikumbusha. Ukitunga wimbo usiende tu kufundisha, kwa sababu kwa bahati nzuri ama mbaya kuna challenge ya uelewa wa hicho unachotunga, na wakati mwingine unaweza kutunga kumbe sio chenyewe kabisa. Na ina mfano hapo kwenye Biblia nikawaelekeza, isome hiki kitu hapa, kielezo na kielewa.
Kwa hivyo wakati ukipata uongozi wa kanisa hapo mahalia, wakauona macho ya watu wengi, ni salama zaidi. Ndio watu tunawashauri usiende tu kufundisha, upeleke kwa uongozi wa kanisa lako, uangalie na Mungu ataelekeza zaidi, kwa sababu unaenda kudokumenti huo wimbo wa kuimba kwa kwaya. Kwa hivyo ndio hivyo, beti zinazofuata zinajaribu kuunganisha wazo, lakini beti la kwanza kama lingebaki lenyewe ndio kuna challenge. Lakini nadhani kama wangeonyesha mara fulani wangerekebishwa hata kabla hawajarekodi, waja keep record hiyo kitu. Lakini beti inayofuata yanajaribu kuunganisha wazo zima kwamba hakikuwa kishindo cha wakoma, ilikuwa ni Bwana aliyewasikizisha kishindo. Sasa namna gani walinki hapa? Namba 2. Ndio, swali langu liko muziki katika pambano. Na zaidi kwa sababu muziki ili uwe muziki lazima uwe na rhythm na beat kama kinanda kinavyoongoza. Sasa nilishangaa hasa sisi tulipokwenda kupiga muziki wa wimbo kawaida, tuliona ni sawa kwa kule Kenya. Wakatufundisha tu kwamba hivyo vyombo na rhythm ni havifai. Kwa hiyo tukatekewa, tukajua kwamba labda kuna nuru ambayo tukaridhika hivyo, basi tukaimba bila vyombo. Sasa sijui una upana kidogo kwa kuwa umeleta somo hili la muziki katika pambano, kwamba tunakosea wapi au ni wapi tufanye matengenezo kutokana na hivi vyombo vinavyopigwa ili muziki huo mzuri. Nadhani huku wakijipanga waanzeje. Kwanza nikasema tuwele wameamua kusitisha wajipange namna ya kuanza, kwa sababu hakuna mahala ambapo Biblia imekataza vyombo vya muziki. Biblia inavitambua na roho ya unabii pia. Hapo mbele tutakwenda kwenye music performance, namna ya kufanya sasa. Yaani sasa hapo tunaimba, tunafanyaje na vyombo vyetu na kila kitu mbele hapo. Kwa hivyo ni pale sasa waliokuwa wanavitumia ndio hawajui namna kufanyaje, wakapata challenge moja kusema acheni vyombo. Hiyo ndio challenge yao, lakini hawawezi kusema vyombo havitakiwi kwenye muziki. Hawawezi, kwa sababu Biblia inavitambua na wewe nabii inavitambua, na mbinguni kuna vyombo vya muziki. Sasa ndio inakuja tu ya kwamba sasa mbona tunapo wamekataa, wamesema Kenya. Ndio nikaeleza pengine kwa sababu wamegundua hii nuru, naona anavyovipiga vile vyombo ndio tunakwenda kuangalia inavyochepusha melody. Kwa hiyo sasa wakaona cha kufanya, acheni vyombo. Lakini wanamwambia kitu pekee, muziki si tu kwenye vyombo, kwa sababu kila muziki lazima una hivyo vitu. Utakapokuja kwenye upande wa tempo, ile pasi na kila kitu, ndio maana hauhitaji vyombo ili ujue mapigo ya wimbo. Kwa hiyo ni hicho walivyoona hii inapeleka zaidi kule, wakasema simamisheni. Kwa hiyo wao wameamua kufanya hivyo, lakini sio ufumbuzi. Kuna challenge ya kufundisha muziki na matumizi ya hivyo vyombo. Karibuni, shika Biblia yako. Biblia yako, nataka kuangalia jambo hili pamoja nawe. Muziki katika pambano sehemu ya 2. Hapa jana tuliona kwamba muziki wa Lucifer haukuwa na hoja ya kuangamiza ufalme wa nani, serikali ya nani. Hoja ilikuwa ni kuboresha. Jana ilikuwa inaboresha, na ilionekana lugha nzuri sana, nataka kuboresha. Ndivyo nilikuwa namwambia malaika wa muziki wake. Twende hoja hiyo aliyoifanya kwa Hawa. Fungua Mwanzo sura ya 3. Mwanzo sura ya 3 na mstari wa 5. Soma hapo. Mwanzo sura ya 3 na mstari wa 5. Uone alivyokuja na hoja hiyo. Hoja hiyo. Mwanzo 3 mstari wa 5 anasema
Kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Umesikia hoja hii? Umesikia hiyo hoja? Anawaambia hivi, mkiondoa sheria ya Mungu mtafanana na yeye. Yaani anachosema ni hivi, mtakuwa watakatifu sana, kiwango cha Mungu aliyoomba, kwa kuvunja sheria yake. Sasa subiri kidogo, alikuwa anasema kwa lugha ipi? Mimi ukiona hiyo unaiona namna hiyo, alikuwa anasemaje? Wewe uone alivyotumia really, alivyotumia sio hivi. Nimekuwa hicho ni Patriarchs and the Prophets, kurasa wa 54, paragrafu ya kwanza. Anasema shetani huyu anayewakilishwa na nyoka aliendelea in a musical voice. Yaani wakati anazungumza na yule mama pale, hakuwa anazungumza kama mimi, alikuwa anaimba. Ndio kuona baadaye wakati anaimba yeye, ni kitu gani alikuwa anaimba mpaka yule mama akawa kwenye hali aliyokuwa nayo. Alikuwa anaimba musical voice. Muse ndicho alichofanya with subtle praise, na katika anasifu namna hiyo, lakini sio ile sifu ambayo ina melody ya Mungu. Kasifu kweli kweli, na anaimba na sifu vile ambavyo ukifanya hivi utakuwa vile, unafanya hivi utakuwa vile, na hakuna Mungu ndani ya wimbo huo. Kwa hiyo weka hiyo rafudhi ya muziki na kuimba ule muziki, anasema maneno yake yakawa yasiyokereka, yakaingia vizuri kwenye akili ya Hawa. Kwa hiyo hakustuka kabisa. Alitumia muziki kuingiza ukweli bandia, sio wenyewe, uongo aliyoweka. Na yule mama akaona safi, ukapokelewa vizuri sana alipokuwa anatumia huo muziki, na hivyo akaingia kwenye shida hiyo. Hakupata usikivu wa yule mama bila muziki. Alijua kabisa kwa namna nyingine yote hakuna, lakini muziki anaoimba alivyofanya ni hivi, anatumia muziki, na ule muziki una hoja ipi? Una hoja ya kuondoa ni takatifu, ni ya haki na ni njema, ambazo ni sifa za Mungu mwenyewe. Ndicho alichoanza kule juu, akasema hivi, sisi ni watakatifu, hatuhitaji nini? Sheria. Sio kumbuka jana? Na lengo lake ilikuwa ni kwamba tukiziboresha kwa kuondoa sheria, serikali ya Mungu itakuwa imara, stable, halafu kutakuwa na harmony, upatanifu, uwiano, ukubaliano, halafu kutakuwa na perfect peace, amani. Sasa unashindwa kujua anapataje amani wakati mkuu wa amani hayupo, wakati the prince of peace, mkuu wa amani hayupo. Halafu anamwambia kwamba tukiondoa sheria tutakuwa hivyo. Kumbuka alichocheza nacho ni muziki, theruthi ya nyota. Aliposhuka alitumia hoja hiyo, lakini akitumia muziki. Ndio maana muziki ukiamua kusifia kinywaji kisitofaa mpaka kinapendeza. Muziki ni ajabu sana, unasifia mpaka inapendeza. Siku hizi leo kusikiliza matangazo, kuna aina ya vinywaji vinaimbwa vizuri sana mpaka unasema hii ni yenyewe hii. Lakini anaweka muziki, anatumia muziki, anajua ni nini anachokifanya, na hiyo ni doctrine mpya kabisa anayoingiza, ambayo kubaini na Mungu, na akafikia hatua akaamini fundisho la shetani kwenye wimbo wake, akaacha la Mungu. Hapo nimeweka Hesabu 16 mstari wa kwanza hadi wa 4. Ninaomba uone ndio gia hiyo
aliyotumia kwa Kora, watu maalum kabisa 250 ambao waliinuka kinyume cha Musa na Haruni. Nataka uone lugha aliyotumia. Basi Kora mwana wa Ishari, mwana wa Kohathi, mwana wa Lawi, akatoa watu pamoja na Dathani na Abiramu wana wa Eliabu na Oni mwana wa Pelethi, waliokuwa wana wa Reubeni, nao pamoja na watu kadha wa kadha wa wana wa Israeli, watu 250 wakuu wa mkutano, waliokuwa wateule wa mkutano, watu wenye sifa, wakainuka mbele ya Musa. Nao wakakusanyika kinyume cha Musa na Haruni na kuwaambia, ninyi inawatosha, kwa kuwa mkutano wote ni mtakatifu. Mkutano wote ni nani? Mkutano wote ni mtakatifu. Sasa mmeenda mbali sana Musa. Unajua mkutano wote ni mtakatifu hapa. Halafu kila mmoja miongoni mwao Bwana naye yu kati yao. Ya, msileta hapa kusema ninyi ndio. Huu mkutano ni mtakatifu na kila Mwisraeli Bwana yupo. Ni nini basi kujitukuza juu ya mkutano wa Bwana? Musa aliposikia maneno haya akapomoka kifudifudi. Sasa hicho ndicho unaweza ukaona ajenda yake. Ibilisi haji kwa kusema watu wamekuwa wamekengeuka, wamekuwa wameasi. Hapana, anajaribu kutueleza kwamba sisi ni watakatifu, hatuhitaji hiki na kile. Ndivyo alivyoanza mbinguni akaingia duniani, na ametumia kwa Kora. Hasemi Musa, hapana, sisi ni watakatifu. Kwa nini mnaleta haya? Kila Mwisraeli ni mtakatifu na Bwana yuko pamoja. Ukisikiliza kama kuna hoja na halafu nasikiliza hiyo lugha, sisi wote Bwana ni watakatifu, punguza spidi umsikilize vizuri. Unanisikia? Usione hiyo ajenda kwamba ni nyepesi kihivyo. Kanisa, mzee wa kanisa ndio yule Karani nani mwingine Mwanzini. Hivi nafikiri tutaniona hivi kwa uchaguzi jamani, kulikuwa na roho wa Mungu. Naomba kusikia Mungu. Na sasa tunataka akitokea huku mwingine atoke wapi? Na unajua kufanya hayo ndio yanaingia mpaka kwenye uchaguzi wa conference. Ni maana tu balance. Unajua Biblia zinaangalia sisi tunalenga kubalance yetu ukanda, kubalance makabila. Tutaendelea kuchemsha kabisa. Kama hao watu wote Bwana anaamua watumie, hapa kwepo na kampeni wala nini. Sisi tunakasema kesi ni nini? Hebu tuseme tu ukweli. Kama hao watu wamejitoa kwa Kristo, ni viongozi wote wa kwaya, lakini wote wanatoka familia moja, una shida gani? Kama ni mambo ya kampeni, tunajua wamechagua watu, sio nani. Kama kanisa hili lote la Bulga litapata wote ni wahaya wote, yaani ni mzee wa kanisa, shemasi mkuu, mwazini, karamu, na hakuna aliyefanya kampeni na watu wa Mungu hao kabisa. Mbingu zinaweka hapo, hawakuwa na hamu ya kufuatilia uongozi, na wamestukia tu wako hapo. Hivi kesi ni nini? Nani alisema kabila ndio linaongoza? Nani alisema? Nani alisema hivyo? Kwamba leo tunafanya uchaguzi wa union. Sasa tunaangalia mmoja atoke sijui wapi. Tukafute katibu. Kwa kuwa mwenyekiti alipotoka kule, katibu sasa tuende upande huu. Eti waliomba hao na wanataka wao watumie. Kweli kuna kabila takatifu duniani? Unapishana nini na yule baba anayesema usioane na watu wa kule? Maana yeye aligundua kabila la kwao ndio takatifu. Watu wanaokwenda mbinguni wanatokea kabila la kwao. Na ukimwona ni mtu mzima ana mvi, karibu ameselekea kanisani,
mpaka unajiuliza, huyu kweli anaelewa huyu muziki wa shetani? Sasa mmoja uona alipokula yule mwanamke, ukurasa wa 500, ukurasa wa 55 paragrafu ya 3, alipokumbuka huyu mheshimiwa anaendelea na muziki. Halafu mama alipokula anasema she seemed to feel a divine power, imagine herself entering upon a high state of existence. Yani akafeel, ndio nataka kuangalia, alipoona akaona anahama ile state, ile hali yake ya kawaida, anaona kama vile anaingia ule ulimwengu alioambiwa. Kinachozungumzwa hapo ni nini? Ni feelings. Naomba msikilize vizuri, tutakuja mpaka hapo. Sasa hivi mtasoma mrefu tu kwamba ni nini Ibilisi anafanya mpaka ile maadili, kama ile misingi inayoweka maadili inaharibiwa na anapata nafasi aingia. Ngoja uone huo muziki angecheza mpaka yule mama akaingia kwenye hizo feelings. Hata wakati anapoa ile tunda, siku zote anaiona tu hapo, mara sasa anaona anahama, anaingia hatua nyingine. Mara nyingi ndivyo hivyo. Huu muziki ambaye Ibilisi analeta ili alete fundisho tofauti, lazima akuhamishe ukafanye mapinduzi. Usisahau ya kwamba muziki wa shetani umelenga kuleta uasi na mapinduzi. Na ni kitu gani kinapinduliwa? Hiyo ndicho ambacho nahitaji sasa niingie hapa uone. Wataalamu wanaocheza na theolojia watanisaidia na watatusaidia hata sisi kesho na kesho kutwa. Muziki wa Lucifer unaamsha matezi ya mwili. Naomba msikize vizuri. Naomba mje mkae vizuri, mtafiti. Utakapokuja hapo kidogo uone vizuri kabisa. Popote ukienda hakuna muziki huo. Kwa sababu wenyewe una muziki wa Ibilisi, unataka kuangalia hizo rhythms hizo zinapokliki hapo, masikio yanapita yanaenda. Kiungo kinachoathirika cha kwanza ni kwenye hormonal system, mfumo wa hormones. Wenyewe ni so receptive, unapokea haraka na taarifa zinaenda kwenye ubongo unaohusika, kwa sababu ubongo ndio unafanya controlling ya kila kitu. Na utakuja kuona kwenye ubongo kuna aina kuu, kuna maeneo makubwa matatu. Kuna ubongo wa mbele, kuna ubongo wa kati na ubongo wa nyuma. Ubongo wa mbele ndio unahusika na maamuzi. Ubongo wa kati unahusika na hisia pamoja na mihemko, emotions and feelings. Ubongo ule wa nyuma wenyewe unahusika na instincts ambazo zinahusika na mambo yasiyo ya hiari. Ukizungumzia kutapika, uweze kufanya nani, wenyewe ukikliki linakuja automatically. Ukizungumzia kupiga chafya, ni vitu ambavyo viko kule, na yale yote ambayo yanaendeshwa bila maamuzi ya mwanadamu. Kwa hiyo kama kuna kitu haraka mwili unafanya wenyewe, hausubiri akili iseme na inafanya hivi. Ni kama ukikanyaga moto hapo, ama ukikanyaga kitu chenye incha, haisubiri ubongo useme sasa toa, na utakuwa umeshapata shida. Mungu ameweka moja kwa moja ni tikta bila bidhaa yako. Kitu kimoja ambacho nakiandika kwa mambo sikie vizuri, una kusudi na kuandaa watu kwa mapinduzi na uasi. Hizo hormones zinapotolewa huleta athari kwenye ubongo. Matokeo yake ni kuleta vizuizi vya maadili kushuka. Inasababisha vizuizi vya maadili kushuka, vinaondolewa kabisa. Kwa hiyo vinashusha hatua kwa hatua kila siku. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya imbalancing of hormones. Hormones zinapokuwa nyingi zinaleta shida. Ndio maana kama ni mtu mzima, baadhi ya madaktari wanaeleza kabisa kama kuna shida, wanasema kwa sababu hata mfumo wa cycle ya mwanamke kwa siku 28 ni mwendo wa balancing ya hormones. Hii inakwambia sasa, wewe tulia, tunarelease huyu. Alafu ikifikia huyu kama ni mjamzito, weka break. Sasa tunashughulikia hivi. Amejifungua, wewe toa, anataka anyonye huyu. Yaani kuna hiyo sasa, na mojawapo ya gland ambayo inaathirika kabisa kwa haraka kwenye music ni pituitary gland.
master grant, pituitary gland ambayo ndio inaongoza baadhi ya grants zingine katika kusecrete zile hormones, na zinapomwagika zinaleta athari kwenye brain, kwa sababu ubongo ni ubongo tunaozungumza hapa sasa ni ule unaohusika na maamuzi, na unaleta kitu kinaitwa imbalance na defilement. Uwezo ukacheza muziki wa ibilisi kwa muda mrefu usiishie kwenye zinaa ya kawaida. Sikwambii uje ujaribu. Muziki ni kilevi kikubwa mno kuliko cocaine, kwa sababu una trigger system inayohusiana na maamuzi. Reasoning ndio inafanywa mapinduzi, kwa sababu ndio kuiangalia hiyo. Sasa hivi sikiliza, tuko namna hiyo. Moral inhibition zinazuiwa, inaleta shida hiyo, na hivyo mtu anashuka. Wote wamebatizwa juzi. Mmeniacha. Muziki wote wa namna hiyo usisikike. Ni muziki gani wamesema? Rock, halafu jazz, halafu reggae, halafu R&B, halafu kiasi tu. Kama kuna katoto kadogo wewe ukikabilizea alafu kaondoka, uone hata kama kajaanza kutembea katacheza. Unaweza ukajua ni roki. Tena inaenda vizuri na dojo. Kama uko Shirati tutasema na dojo. Inaenda vizuri. Bahari Peori ilikuwa ndio kambi ya mwisho. Ilikuwa tu wanatenganishwa na Jordan, alafu Kanaani naiona. The last camp. Naomba msikilize vizuri. The last what? Mmenikasikia? Mbona kuna eneo kuja huko mbele? Jamani, nani nataka kuniacha saa hii? Haleluya. Amen. Ninazungumza kwa sababu sio tu waimbaji, kwa mashirika nasikiliza msikiliza. Sasa niko nikiambia hawa washiriki waingie uwanjani, hawataimba muziki mtakatifu. Lazima wapige zorini. Zile wanasubiri tuwekee muziki. Unafikiri ule sio muziki, lakini anapiga tu battle zake na kila kitu. Tunasubiri wewe tubadilishie. Wanataka kutoa binti yao muolewa sasa na ni sawa. Lazima weke hizo. Baada ya kungosi wanafikiri wao ni ule tu kule, niliwaambia subiri. Wanasema chini. Tumeomba. Na unafikiri wa mtakatifu wote, nothing is there. Leta yule ambaye ni mzungu hajui Kiswahili, uone atakachokifanya. Si wewe ni maneno ndio yanakufanya waamini ndio wenyewe, kwa sababu unajua kuna maneno mkono wako Bwana, lakini leta ambaye hajui Kiswahili. Tapigwa cheki. Unanuka hivi. Hapo ndipo unaona kila mtu anakuwa mwenye kama anatoka zizini. Ndio tunasikiliza kwenye redio, kwenye magari yetu, ndio tunaweka hizo kanda, wakina nani hao? Ndio Mungu amenizunguka. Ndakuja kuona. Hatujapona kwenye sumu ya ibilisi
na anaeleza kitu kilichofanyika pale. Balaamu aliitwa aombe nyumba, aombe fedha ili alaani Israeli. Kila alipopeleka anashindwa, maana Mungu alisema usiende. Mwisho akasema kwa kuwa umependa kwenda, lakini ukazungumza ulichotaka. Bado punde alizungumza. Sasa kitaka laani anabariki, anabariki. Mwisho akasema wewe hao wawezi mpaka wakusanishe na Mungu. Sasa Balaki akajiuliza, sasa nipatie basi mbinu nifanyeje? Akasema andaa sherehe. Weka muziki. Alafu weka stage show. Wewe waaliki. Kwa sababu muziki wa shetani unaamsha nini? Hisia. Na zikishainuka hisia zina dethrone, zinaangusha reasoning. Nimesema siku ya Sabato ndio kuangalia hivi vitu vinafanyika, ambayo ushindi wote wangu na wewe ni mpaka hisia na miemuko itawaliwe. Na bahati mbaya rhythm za ibilisi zinaendelea kuua uwezo wa kufanya maamuzi. Ndio shida hiyo. Wewe unaposikia jamani, acheni hiyo midundo, acheni hiki. Nikamwambia siku ile, kwa nini mtu anaimba mpaka anafanya hivi? Unajua hata ya jielewe, mchukue tu kwa mkanda, afu tumrejeshe ndio wewe uko unafanya. Nani alikuwa anapiga jeki huku? Hata ya kushika kutoka kaka. Nani anakustua huko nyuma huko nani? Ni kwa nini huyo aliyeweka hiyo kitu hawezi kupona? Na wengine wanabaki kwa sababu wameendelea kupambana, wanajua kabisa, wanabaki kabisa, wanapambana kwa kweli, lakini wengine ishakuwa hivyo. Ndio maana ukigusa hata ni vibaya, usipate shida kutokana na mwimbaji A mpaka Z. The reason is already withdrawn. Yaani mtu wa Mungu yeye ni hisia kwa kwenda mbele na Mungu, kwa sababu Satan uses ndicho alichokifanya bali bihoi. Walikufa watu wangapi? 1000 ngapi walikufa? Na wanakufa wako ng'ambo tu waingie. Hiyo soma kwa sikia. Hiyo ndio mbinu Balaamu aliyompatia na akafanikiwa kuua Waisraeli. Na ndio tu wanaona kana ile pale ndio umeweka hapo. Wanaiona, lakini walikufa kwa maelfu. The last king. Na nabii anasema tunapofikia mwisho, the same snare. Na ni nini? Music. Atafanya wengi wafe huku Kanaani tu, ndio hiyo hapo. Hiki ni kitabu kinaitwa PP Patriarchs and the Prophets, ukurasa 454 paragrafu ya 3. Naomba usikilize vizuri. Kwa mapendekezo ya Balaamu, sherehe kubwa iliandaliwa kwa ajili ya miungu yao. Unajua ni watu gani hao? Wa Moab. At Balaam's suggestions, ndiye alitoa hiyo sumu inayozidi kuliko ya mama. Wakaandaa sherehe. And it was secretly arranged. Ikaandaliwa kwa siri that Balaam should induce the Israel to attend. Ili Balaam watumie Waisraeli waone haina shida wakahudhurie. Ndio maana watu wengine wanaambia kwa msema, unajua ni jirani yangu. Sasa nitafanyaje jamani? Unajua ndio jirani mwema wao. Ukiingia kwenye ukumbi sasa. Ni jirani. Tutaharibu mahusiano. Kwa nini? Kwa sababu Balaamu alichukuliwa kama nabii na Waisraeli. He was regarded by them as a prophet of God. And hence the little difficult in accomplishing his purpose. Na hivyo hakupata ugumu sana Balaamu kukamilisha kusudi lake. Kwa hiyo aliwaambia sherehe iko vizuri tu jamani, mnaalikwa, na kwa sababu alifahamika kama nabii, kumbe hawajui Waisraeli. Anasema they ventured upon the forbidden ground. Waisraeli wakaingia kwenye uwanja waliokataliwa kuingia. Forbidden ground. Walipoingia hapo, sikiliza sasa. Na hivyo they were entangled in the snare of Satan. Wakanaswa na Ibilisi. Sasa ngoja uone aliwanasaje. Began with music and dancing. Kilichowanasa ni muziki wa shetani na kucheza kwao. Hakuna kitu kingine kilichowanasa. Music, satanic music. Na ni nini? Rhythms alizoweka. Na kwa sababu waliamua, hiyo ndio ilikuwa kawaida yao.
lazima hawawezi kupona. Mwanzoni walibaki nje ya ulingo, wanaangalia muziki soka Korea, kasogea baadaye washangaa hapa na hapo, sasa watacheza litungu, na ndivyo ilivyo. Wakacheza litungu hapo, wakaishia kwenye zinaa. Walikufa maelfu ya wana wa Israeli kwa sababu Ibilisi aliwanasa beguiled by music, kwa sababu ni hisia, wakasisimuliwa. Na pia anaeleza kwamba muziki ndio wasisimua, ukadithroni reason, ukaangusha kufikiri kwao na maamuzi matakatifu, wakatembea kwa hisia na feelings. Na ndio maana usicheze na muziki wale wanaocheza hiyo aina ya muziki yoyote ambayo Biblia zimetananisha kwamba ni sumu ya Ibilisi. Mtu anacheza mpaka unaona anakuwa uchi, hawezi kuelewa, anafanya kitu cha ajabu. Unaweza kusema kitu gani hiki? Huyu amekunywa kitu gani kinachomsimua? Ni muziki. Dancing and allowed by beautiful hidden vestals. Na hivyo wakacast off fearless to God. Wakaangusha ile hofu kwa Mungu, ikaangushwa na muziki. Walipofanya hivyo, wakaingia kwenye sherehe, wakaingia kwenye hizo, kwa sababu tayari senses and broken down the barriers of self-control. Hisia zimevunja self-control, kujitawala. Kwa sababu tunakusiona vizuri jambo hili. Hicho ndicho kilichofanyika, wakaanguka. Wakaishia zinaa, wakaishia ulevi, wakauawa. Mpaka mmoja akaja na mwenzake huko kwenye kambi, Phineas, akasema haiwezekani. Ndio akaenda akawaua. Hiki ndicho kinachotajwa pale. Nenda mwaka wa Dura Nebukadreza. Kwa nini anaposema waanguke lazima aweka msingi? Shetani alijua ni wale vijana watatu ambao tayari wakati walijua madhara yake na walishafanya maamuzi, wako pale kama maofisa, lakini maamuzi yao ni kwamba hawezi kuabudu, na wao wakasimama. Kwa nini wengine walianguka? Yeye alijua muziki na ndio uchezaji huo. Kwa Nebukadreza wakati walienda upande wananiwa kutoka 12 ile ndama wa shaka wakaimba na kucheza, nendo waangalia ile muziki ulikuwepo, kwa sababu walio wengi ni Wamisri na walikuja na aina hiyo na wakaintroduce, wakazalisha uchezaji wa muziki huo. Waisraeli wakaingia kwenye shida hiyo siku zile 40 tu ambazo Musa alikuwa ameenda. Chachochewa, hakuna tena ufahamu, unashuka chini na Ibilisi analikokota bila hata maswali. Ndio maana hakuna baa isiyo na muziki, hakuna starehe yoyote isiyo na muziki. Usidanganyike, usifikiri na kitu gani ndani, inacheza na feelings. Ndicho alichofanya kwa Hawa, akapata hizo feelings. Amecheza kwa Nebukadreza, watu kuingia katika aina hiyo. Amecheza katika wana wa Dura, amecheza wakati huu wa Israeli wanapokufa katika maisha yao. Hicho ambacho Biblia inatoa tahadhari juu ya muziki mtakatifu, kutokuchanganya na wakidunia, kwa sababu wakidunia ni wa Ibilisi, ndio waliotumia dhambi ikaingia duniani. Ameendelea kufanya hivyo, dhambi zinaingia. Sasa inabaki ni kitu gani? Ninarudia, nyimbo nyingi za waimbaji wa kwaya ya kanisa la Waadventista wa Sabato, kama una rumba, una dance, una jazz, kama hivyo una rock, kama sivyo una reggae, kama lakini maneno safi, wameweka tu pass ile time yake ambayo ni hivi, wanaweza kushawishi namna hii, lakini unakuta kabisa inaenda vile. Na kwa sababu hiyo hata ukisema jamani, unasema muziki hauna ladha. Sasa ndio unasikia wewe mtu anaimba na machozi yanatoka, kumbe yanatoka kwenye decision making, yanatoka kwenye hisia. Hakuna kitu kingine kinachoendelea. Hicho kinachofanya sisi washiriki tunakuwa hatuwezi kuelewa hata kinachofundishwa kanisani, kwa sababu masikio yetu yanasikiliza hiyo hoja ya Ibilisi, the feelings, na anaingiza strange doctrine, anaingiza fundisho potofu yanatoka kwa Bwana. Kwa hiyo leo siku hizi ibada inajengwa kwenye msisimko. Hawa walisimuliwa na muziki wa shetani, wakaingia mpaka kwenye zinaa, na anatufundisha ili tuweze kujua anachokifanya. Na acha nibini kwa hapa, lakini ndio kuangalia kesho tunapoingia kwenye music performance. Na ninaomba sasa hapo mtakuja mkiwa na nyimbo, utahitaji nyimbo kama tatu za kwaya. Wewe ndio kuangalia kwa nini Yesu anawinda hiyo enzi sasa na roho ya unabii, kwamba msiku na hiyo malaika huwezi kuwatendi, wanaondoka. Soma wote kwa pamoja na uone wanapiga vyombo, wanapigaje?
kwa sababu vyombo vyote Mungu anavitaka vitumike kwa upande wa vyombo, lakini bado ninaamini wapigaji wa vyombo wanaweza wakaelewa, na bahati nzuri watengenezaji hivyo vyombo ni wa kweli. Kuingia kesho utakuja kuona vile kwaya mbinguni inavyofanya. Hivi tuseme tu kweli, sisi tulioko hapa leo hivi, anayeongoza kweli ni mtu anayeimbisha ama ni kinanda kinaongoza? Si ni kinanda? Hivi ukijaribu kuvuta, nakwambia wewe fuata mapigo. Sasa nani anafuata mwingine? Mimi ama kinanda ndio kifuata jibu? Unaweza kukuta wewe ni mwalimu, unaongoza kwa mtamko mkubwa, alafu nashangaa mpiga kinanda naye anataka ndiye kuongoza wewe, wakati yeye anapaswa afuate wewe, sio mimi wala wawalati. Kwa hivyo hiki ndicho ambacho tunahitaji kuelewa, na Mungu atujalie wapendwa. Na mimi nazungumza habari hizi kwa sababu nilikuwa mcheza muziki wa muziki. Mimi ni mgonjwa chuo magonji, kwa sababu hii biashara hii ndima ni ugonjwa. Ni neema ya Mungu inahitaji kutokoa. Na mimi ninaomba tu kama Mungu atusaidie, Mungu atusaidie tukubadilika. Tutakuja kuangalia kwamba tukimruhusu anatubadilisha kabisa, na ibilisi tutapoteza. Lakini hicho kwamba kwa nini tuweze kuzuia hisia zinaenda juu zaidi na zinakamata, tuweze kusikia mafundisho tukiyasikia hayana ladha. Kwa nini hayana ladha? Yale ambayo ndio ni mabaya ndio yanaonekana yana ladha. Ni kwa sababu hiyo ina trigger system, hormone system, na ikishakuwa triggered hormone system inaathiri brain. Unakuwa na imbalance of hormones, na ikishakuwa hivyo inapindua uwezo wa kufanya maamuzi. Kwa hivyo hisia na mmenuko vinashika kiti cha enzi. Ikishashika kiti cha enzi, basi hamna na atatumia muziki siku zake za mwisho, anatumia hiyo. Kwa hivyo Mungu atusaidie sisi sote. Baada ya kuangalia sehemu ya pili ya muziki katika pambano, kesho akitulinda tutakuja kwenye uhalisia. Tutazungumza kidogo, vitaketi na kwaya wataimba, alafu tutaelezana vizuri. Si kwa sababu wamefanya hivyo, lakini mimi na sisi wote tuna lengo tu kuona tunaweza kufanyaje kesho na kesho kutu. Mungu wetu atubariki kwa jina la Yesu. Amen. Kwa akili ya kila mmoja wetu, na akifika hapo anasabaratisha kila kitu. Na sisi umetuita tukuimbie wewe, na tunaamini kutubariki kwa neno lako ni kutupatia ushindi, na tuweze kusikitika kufahamu kweli, maana kweli inatuweka huru. Na kama tunayumba katika hayo, bado neno lako limesema tukilia kama ilivyoandikwa, nani atakayetuokoa na mwili wa mauti? Bado sauti inasikika. Tunakushukuru Mungu kwa Yesu Kristo. Kwaya zilizoko hapa wamejitoa kutumikia na wanakupenda kama ilivyo mkutano wote wa Duduo tulioko hapa. Tunajifunza ili utufundishe kukuabudu katika roho na kweli. Tukiimba tuimbe kwa akili na kwa roho, na katika kuimba ibilisi atakimbia. Na tunaomba Mungu uturehemu tunapoendelea kujifunza kukusifu wewe. Kwa kujitoa kwa waimbaji hawa, Mungu wetu wa mbinguni ni ushahidi wa wito ndani yao, na tunaamini utaendelea kutufundisha sote tunaposubiri kujiunga na wakombolewa wote siku utakapokuja kuimba sifa zako. Tutwae salama kuelekea nyumbani, na asante kwa kututendea wiki yote, na jina lako litukuzwe kwa Yesu Kristo.